الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Mazungumzo ya leo yote tangu ilipoanza na samatu Sheikh Asad na ikamaliziwa na shekhe wetu mkubwa Akbar, yote yalikuwa yataka asghar. Mimi nampenda Akbar zaidi, hivyo lakini msifanye waswasi, wote katika ahlul bait minna hawa. Salman min ahlul bait, yote kama mliandama kwa makini, yote yalikuwa yakishiria umuhimu wa kupatikana kiongozi na sifa zake, kwamba kiongozi lazima awe ameandaliwa namna gani ndio awe ni kiongozi. Kwa hii yaweza kuwa ni ramzi kubwa sana kwetu sisi wa Kenya, watu wa ulimwengu wa Mombasa, kuonesha kwamba kiongozi hafai kuja tu akawa ni mtu yoyote aliamua kwamba yeye ataka kuwa kiongozi, lazima apatikane na sifa fulani. Ndio tukatoa hii aya ya kwamba Nabii Ibrahim katika ulil azmi wa mitume, Mwenyezi Mungu alimpa mitihani, na alipoipita ile mitihani akapasi, ndio Mwenyezi Mungu akamfanya kuwa nani? Kuwa imamu. Na yeye pia akaomba kwa Mwenyezi Mungu, basi na katika watoto wangu. Mwenyezi Mungu akamjibu akawaambia, ahadi hii haiwezi kufika kwa watu wanaofanya makosa, yani watu madhalimu, watu wanaotoka kwenye kizazi cha makosa, watu walokata wakalila ili la Hamza, hawawezi kuongoza. Lazima watoke kwenye kiongozi, kwenye uongozi, kwenye aila family ambao ni takatifu. Na ndio haya yaliolezwa na Ustadh Asghar na Ustadh Saad kufahamisha utukufu wa Bwana Imam Ali alayhi salam kupitia kwa mamake kwa kuzaliwa na kupitia kwa babake Abu Talib. Katika mazungumzo tunapomsema Fatima ni Fatima binti Asad, ieleweke vizuri, isieleweke kwamba ni Fatima Zahra. Fatima binti Asad ni katika Banu Hashim, yeye na mume wake Abu Talib. Kwa jina lingine, nyinyi wanafunzi, jina la Abu Talib ni Abdul Manaf. Babake Imam Ali atakana aitwa Ali bin Abdul Manaf, lakini ile aliitwa kwa sababu mtoto wake wa kwanza aitwa Talib, ndio akaitwa Abu Talib. Sawa, ili muweze kulifahamu, maana hizi alivyosema al-Khadi ni nyingi. Aliitwa Abu Talib kwa sababu mtoto wake wa kwanza akiitwa Talib. Na huyu Fatima binti Asad na huyu Abdul Manaf ambao ni Abu Talib ni first cousins, warudi kwa Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Kwa hivyo Imam Ali, mamake Imam Ali na babake Imam Ali ni kazi, na Abu Talib, Abdul Manaf na Abdullah katika watoto wa Abdul Muttalib ndio baba mmoja mama mmoja. Ni muhimu sana hizi taarifa muweze kuzifahamu. Tukirudi kwenye uongozi, na hatutii taaliki, lakini twayapendeza haya mambo ili yawe mazuri zaidi. Tumepata leo taarifa kutoka kwa mashekhe wangi wawili, kiongozi lazima mmoja awe na sifa ya isma katika kiongozi wa dini. Kwa hivyo ukiwa si maasum huwezi kuongoza. Isma nini? Hawa wenye ilmu ya isma wasema isma zimegawanywa sehemu mbili. Kuna ismatul ilahia
na ismatul af'aliya. Ismatul ilahia ni hii ya maimamu ambao yatoka kwa Mungu, hawafanyi makosa, hawa maasumin. Lazima muelewe hivyo, kwa sababu wakifanya makosa Uislamu utakuwa una matatizo, na Uislamu lazima uendelee mpaka turudi kwa Mungu ndio wakatahirishwa. Umeambiwa kwamba Imam Ali alipozaliwa, kwa nini aliingia kwenye Alkaaba? Leo mwanamke ameshikwa na utumbo ataka kuingia hapa, pengine ikiwa hakuna namna mtampeka choni azae, lakini hawezi kuzaa hapa. Hapa ni haram, hapa ni msikiti. Lakini swala moja, kwa nini Imam Ali alizaliwa wapi? Kwenye Alkaaba. Haya, fikiria kidogo wanafunzi, maana mimi mwanafunzi kama nyinyi na wasaidia hawa walioko nyuma tu. Kwa nini Maryam alayha salam alipoingia kwenye haikalu ya Nabii Suleiman alitolewa kaambiwa kazae nje, na ule ni Isa ibn Maryam mtume? Afikirie hiyo. Kwa nini Maryam alipoingia kwenye utungu aliambiwa nenda, wakamtoa nenda kazae nje, akaenda kutafuta nini mtende, akazaa? Ni tarikhi ndefu. Kwa nini huyu ilipokuwa utungu wa msumbua Bibi Fatima binti Asad, Alkaaba ikapasuka yenyewe? Na angalia alipotoka, ndio uongozi. Lazima mjitayarishe kwenye uongozi. Nyinyi watoto, msiseme urongo, msiibe, msikimbie madrasa, msikize walimu zenu. Hawa hawakuwa viongozi by mistake au by coincidence. Ni hiyo ismatul af'aliya, lazima utafute, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba kulikuwa kuna watu bora zaidi ya 12. Na hapo walikuwa wako kina Bibi Zainab, walikuwa wako kina Bibi Khadija, walikuwa wako, lakini walitafuta ismatul af'aliya. Ndio ile hadithi yasema, ukimcha Mungu vizuri, Mwenyezi Mungu hukufanya uone kama anavyoona yeye. Iko katika hadithi al-Qudsi. Hata Qur'ani yasema wattaqullaha wa yuallimukum Allah. Unaona, ukimcha Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu atakuonesha yeye nani. Na hata ile moja katika suratul Kahfi yasema wa'allamnahu min ladunna ilma, wale walikuwa ni wacha Mungu. Usiulize huyo anasoma wapi, alipiga goti wapi. Kuna siri, asrar zinawapekea pale. Ndugu zangu, sitaki kuwachokesha, lakini Imam Ali kama alivyosema Ustadh Asghar ama Ustadh Asad, sisi hatuna ndimi. Hata mwingine tuaona haya kuja kumzungumza mtu, na tuna mapungufu mengi sana. Sisi ni kuombea Mungu ndugu zetu ambao hawajapata taufiki ya kuweza kumsoma Imam Ali wamsome. Tuombe Mungu na baadhi ya ndugu zetu masharifu wenzetu, siku ya kuzaliwa Imam Ali, wengine hata habari hawana kwamba anzaliwa Imam Ali, na sisi tuna fakhri ya kusema sisi ni wajukuu wa Ali bin Abi Talib alayhi salam. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata fahamu, na hatupati, wala msifikirie tumfanyia ihsani Imam Ali katika kumjua. La, hatumfanyii ihsani, twajifanyia ihsani yetu wenyewe. Sisi ndio twajifanyia ihsani wetu wenyewe, si masala kwamba sisi tutamfanyia fadhila Imam Ali. Nataka kumuongezea Ustadh Asghar na awafanye bahthi nzuri. Kwa nini mashekhe hawazungumzi Ghazwatul Hunain? Kwa nini hamuzungumzi? Mubaki na Badri na Uhud, zungumzeni Hunain, ndio mtamwona huyu mtu anaitwa Imam Ali nani. Wata Amru bin Abdul Hud, zungumza Hunain. Waislamu wengi wapambana, walikuwa ni wengi kuliko makufar, wakakimbia. Qur'ani yasema katika suratu Tauba, mpaka makapwa yao yakaonekana, wakamuata mtumi na watu 9 peke yake. Khalid bin Walid ambaye Saifullah alikimbia, Imam Ali akarudi kwa adabu yake, akamwambia ya Rasulullah,
nipe nafasi tusawazishe haya mambo. Abdullah bin Abbas alikuwako pia kazani yake, Malik al-Ashari alikuwako. Arudi amwambia ninakupa ruhusa. Akifika pale mahali wale waambia tutapigana watatu kwa mmoja. Abdullah bin Abbas amwambia usikubali Imam Ali, watawe mmoja mmoja. Akamwambia mtoto wa ammi yangu, bata nimalize kazi rahisi, wakija watatu kazi yangu itakuwa nini? Rahisi. Mmoja mmoja tatakuwa muda mrefu. Katika Ghazwatul Hunain yasema wazi mpaka Ibn Abbas akainuka, Abbas bin al-Muttalib akapanda juu ya mlima, akawaambia masahaba, nyinyi mmemwahidi mtumi mtamhifadhi, mbona mwakimbia leo? Waislamu walikuwa ni 10,000, makafiri walikuwa ni 4,000 baada ya Fath Makkah, vita hivyo vilivyopigana. Simsome Imam Ali katika vita hivi vya Hunain, ndio utajua kwamba kuna mtu ambao alizaliwa kwenye Al-Kaaba, alizaliwa na matumbo matukufu, alizaliwa kwa mwana, ni kiongozi, ni maasum, alikuwa ndani very brave. Na siku nyingine tuelezeni zaidi ya Imam Ali, tusiingie kwenye vita peke yake, tuangalie hikma zao, vipi walifundisha vipi subra yao iliweza kupatikana, vipi waliweza kuhifadhi Uislamu na wao wakiwa ni madhulum. Na hili ndio sifa ya isma. Mimi leo ukiniudhi, Akbar akiniudhi, naweza nsije tena hapa, mimi si maasum, lakini Imam Ali ndio alikuwa akikimbia pale anapoudhika. Afa nimetoka muda mrefu kwa sababu nimepata raghba. Hawa waloanza kidogo walikuja na mipango mizuri ya kumweleza Imam Ali. Inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia min almutamassikina biwilayat Imam Ali alayhi salam. Inshallah sasa tutakuwa fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati, bila kusahau mwanzo muasasatu Ahlul Bait ambao ndio walotujengea hichi kitu. Mwenyezi Mungu atawajazi kheri na iwe ni sadaqatun jariya yao ambao haitokatika wao na aila zao ila yaumil qiyama. Pili, tuwashukuru walimu na mashekhe wa kituo hichi kwa kuweza kuweka quality na haya mambo kuweza kuyamantain. Hii ni wajibu wao, lakini sisi kuwashukuru ni lazima kuwashukuru kwa sababu hii ni neema ambayo wanaotupatia sisi. Tatu, wanafunzi wanaosoma hapa, Mwenyezi Mungu pia atawajazi kheri. Mashekhe wote na masayid, namwona Said Abdallah kwa pale. Said Abdallah ujieka nyuma yeye katika zodi, lakini huyu ni shekhe kamili, amesoma. Sisi watu wa fujo tu, lakini yeye amesoma zikasomeka. Lakini sisi tumeingia na hiyo alamnahu min ladunna ilma. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie hapo na sisi na madaris. Kama kumekuja madaris yote, wazee wote walikuja hapa, hata wale waliotupikia kile chakula ambao tukisubiri, pia tunataka tuwashukuru kwa sababu wakikipika makosa pia watu hawatofurahi, sio? Kwa hivyo na wao pia Mwenyezi Mungu awape neema hizo inshallah. Kwa hivyo kwa niaba ya Ustadh Asghar na Akbar na Imamu Zainul Abidin tuwaambia ahsantum wa jazakumullah khairan wal afwa minkum.